Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo, ambapo ni neema ya Mungu ambapo Mungu ametujalia neema na uzima tena kuwepo katika ibada ya siku hii ya leo. Kwa majina ninaitwa Elia Kurwa, au kwa jina ambalo nafahamika sana Elia Msukuma. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo, ambapo kichwa cha somo kinasema juhudi katika maombi. Kichwa cha somo katika ibada ya siku ya leo kinasema juhudi katika maombi. Tunapozungumzia maombi, maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo tunapozungumzia maombi, sio swala la kupangilia maneno vizuri, sio swala la kupiga tu makoti, sio swala tu la kuongea vizuri. Tunapozungumzia maombi, maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Yaani tunapokuwa katika maombi, inatupasa mawazo yetu yameunganishwa pamoja na Mungu. Na tunapozungumzia maombi ya juhudi, ni yale maombi ya mwendelezo, yani consistency katika nini? Katika maombi. Yani kadri maisha ya mwanadamu yanavyozidi, ndivyo ambavyo mahitaji ya mwanadamu yanazidi. Na ndio maana wanadamu hatukomi kupeleka haja zetu na shida zetu kwa Mungu. Kwa hiyo katika siku ya leo nataka tujifunze katika kipengele cha kuwa na juhudi katika maombi. Moja ya mambo ambayo yanamfanya Mungu asijibu maombi yetu katika maisha yetu ni kutokuwa na consistency, yani kutokuwa na mwendelezo katika maombi juu ya mambo tunayoomba. Kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza akawa ana maombi leo, amempelekea Mungu mahitaji yake, akampelekea leo, kesho tena amebadilisha, akampelekea tena, alafu kesho tena amebadilisha, akampelekea tena. Yaani unakuta yeye ni mtu wa kubadilisha maombi. Kwa hiyo katika siku ya leo, katika maombi katika juhudi katika maombi, tunajifunza ya kuwa na consistency, yani mwendelezo katika kuwasilisha haja zetu kwa Mungu. Katika kitabu Yakobo 5 na lile fungu la 15 na lile fungu la 15, Biblia inaanza kuzungumzia habari ya nguvu ya maombi yenye juhudi. Yaani kuna nguvu kubwa katika maombi, ambapo mwanadamu anakuwa anaomba akiwa na juhudi. Biblia inasema hivi: na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa ule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Kwa hiyo nikwambie, kuna tofauti kati ya kuomba alafu na kuomba kwa bidii. Yaani mtu ambaye anaomba kwa bidii na mtu ambaye anaomba tu, kuna tofauti mkubwa. Mtu ambaye anaomba kwa bidii ni mtu ambaye anakuwa na mwendelezo na consistency katika kuomba kwake. Yaani anapopeleka haja zake kwa Mungu, yeye hakati tamaa kupeleka mahitaji yake kwa Mungu. Katika maisha ya mwanadamu kuna nyakati ngumu ambazo tunazipitia, na kuna wakati unaweza ukawa unaomba lakini unaona kama Mungu hajibu maombi yako. Unaweza ukawa unaomba unaona kama Mungu amechelewa. Na ndio maana Biblia ikasema hivi: mwafaa sana mwenye haki akiomba kwa nini? Kwa bidii. Kwa hiyo tupo katika ulimwengu ambao tunapitia changamoto nyingi, na kuna wakati tunapopeleka haja zetu kwa Mungu, inatubidi tuwe na mwendelezo wa kupeleka mahitaji yetu kwa Mungu. Biblia inasema hivi,
kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Katika Biblia tunakutana na kisa cha pekee sana, kisa cha Elia, ambaye yeye Biblia inamripoti ya kwamba alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja pamoja na sisi. Maana yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hata Elia kuna wakati ambapo alikuwa imara katika mambo ya kiroho, yani alikuwa na imani, alisimama vizuri katika imani. Alafu kuna nyakati ambazo Elia mwenyewe pia alijihisi kukosa imani juu ya Mungu. Kwa hiyo hata katika maisha yetu ndivyo ilivyo. Kuna wakati ambapo tunaweza tukasimama tukawa imara katika imani, pia kuna wakati ambapo tunaweza tukajihisi kupungukiwa imani. Kuna wakati ambapo tunaweza tukawa katika matumaini makubwa, alafu kuna wakati ambapo tukawa matumaini yamekosekana. Kuna wakati ambapo yani mwanadamu katika safari ya imani kuna nyakati tofauti. Hivyo katika maisha yetu, katika nyakati zote, tusiache kumpelekea Mungu mambo na mahitaji yetu. Biblia inasema kwamba pamoja na kwamba Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia kama za kwetu, yani mtu ambaye alikuwa anasimama vizuri katika mambo ya kiroho, alafu kuna wakati alikuwa anafanyaje? Alikuwa anaanguka. Yeye aliomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nini? Juu ya nchi muda wa miaka mitatu, inasema hivi, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Kwa hiyo katika siku hii ya leo tunapojifunza kuwa na juhudi katika maombi, yani inatupasa tuwe watu ambao hatukati tamaa katika maombi. Kuna nyakati ambazo tumeomba kwa muda mrefu, kuna nyakati ambazo unaweza ukawa umemwomba Mungu juu ya jambo fulani, ukaona kana kwamba anachelewa kujibu. Sikiliza nikwambia kwamba inatupasa kuwa na consistency na mwendelezo wa kuendelea kumpelekea Mungu haja ya mioyo yetu, kama jinsi ambavyo Elia hakukata tamaa. Biblia inaposema ya kwamba aliomba mvua ikanyesha, Elia alisimama ndani ya siku moja akaomba mvua ikakataa ikunyesha miaka 3.5. Ila wakati akiwa na mtumishi wake ametoka katika mlima wa Karmeli, aliomba karibia mara 7, na ile mara ya 7 ndio wingu dogo likaanza kuonekana. Yaani aliomba mara ya kwanza akamtuma mtumishi wake, hakikuonekana kitu chochote. Akaomba mara ya pili akamtuma mtumishi wake akaangalie, hakuona dalili yoyote. Akaomba mara ya 3 mpaka mara ya 7. Ile mara ya 7 ndipo ikaonekana wingu kama iganja cha mkono. Hivyo katika maisha yetu tunajifunza kwamba kuna nyakati ambazo tunaweza tukaomba tukaona mambo hayatokei. Endelea kuomba, maana kuna wakati wa Mungu ambapo Mungu mwenyewe atafanya mambo yatokee katika maisha yako. Kwa hiyo katika siku ya leo Mungu anatutaka tuwe watu wa kuwa na consistency katika maombi. Yaani watu ambao tuna mwendelezo mzuri wa kupeleka haja zetu kwa Mungu. Tatizo lilopo katika karne ya sasa hivi ni kwamba wanadamu tunaweza tukampelekea Mungu haja zetu siku ya leo, ukampelekea leo haja yako, alafu tena kesho ukabadilisha, kesho kuto ukabadilisha. Yaani unakuwa ni mtu wa kubadilisha tu mambo hata kama Mungu bado hajajibu maombi. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinamfanya Mungu asijibu maombi ni vile ambavyo unakuwa unaposhindwa kuwa na consistency, yaani mwendelezo katika kupeleka maombi yako kwa Mungu. Kwa hiyo katika siku ya leo Mungu anatukumbusha tuwe watu ambao tuna consistency, mwendelezo katika kupeleka haja zetu kwa Mungu, katika kuishi maisha ya kutokukoma kumpelekea Mungu
maombi yetu. Katika kitabu cha Luka 11 Yesu anatoa mfano mzuri juu ya kuwa na juhudi na bidii katika maombi, juu ya kuwa na juhudi na bidii katika maombi. Luka 11 ile fungu la 5 Biblia inasema hivi: akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu, atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha kufungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumwomba, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake. Nami nawaambieni, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Yesu anatoa kisa cha watu ambao ni marafiki, ambapo rafiki alitembea na rafiki yake ambaye alikuja katika wakati ambapo hakuwa na kitu, lakini rafiki yake alikuwa na vitu na alikuwa ameshaingia kwa pamoja na familia yake. Lakini yule rafiki yake akaenda akamwomba mkate ili amlishe rafiki yake ambaye ametoka safari, na yule rafiki yake anamwambia, mimi tushakwisha kulala, kwa hiyo siwezi nikaja kufungua kupatia mkate. Lakini yule rafiki yake akaendelea kuomba bila kukoma, na baadaye akalisimama akampatia mkate. Kwa hiyo katika maisha yetu tunajifunza kutokukata tamaa katika maombi. Kwa hiyo nikwambia kwamba umeomba kwa muda mrefu juu ya familia, umeomba kwa muda mrefu juu ya mume wako, umeomba kwa muda mrefu juu ya watoto wako, umeomba kwa muda mrefu juu ya biashara yako, umeomba kwa muda mrefu upate mchumba, umeomba kwa muda mrefu juu ya jambo lolote lile. Sikiliza, endelea kuwa na consistency ya kumpelekea Mungu hayo mahitaji yako. Sikiliza, ipo siku ambapo Mungu mwenyewe atajibu maombi yako na wewe utashangaa katika maisha yako. Ndio maana akaanza sema kwamba ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa hiyo katika kuwa na juhudi katika maombi, Mungu anatukumbusha ya kwamba haitakiwi tu kuomba, inatakiwa pia tuendelee kutafuta katika maisha yetu. Katika Biblia kuna kisa kingine cha Hana ambaye hakuwa na mtoto kwa muda mrefu. Alimuomba Mungu kwa muda mrefu, na kila alipokuwa akikwea kwenda hekaluni alikuwa akienda na sadaka, na alidumu kumuomba Mungu juu ya swala lake la kuwa mgumba, hakupata mtoto. Hana aliendelea kumuomba Mungu mpaka siku ambapo Mungu alijibu maombi yake. Katika Biblia kuna maombi ya watu wengi ambao wao waliomba na Mungu akajibu maombi. Kwa hiyo katika siku ya leo, katika kuwa na juhudi katika maombi, Mungu anatukumbusha kuwa watu ambao tuna consistency, watu ambao tunakuwa na muendelezo katika kile tunachokiomba. Yaani tusiwe watu wa kubadilisha maombi. Leo ulikuwa unaombea jambo hili unaliacha, unaanza kuombea jambo jingine. Kesho tena unakuwa unaombea jambo jingine, kesho kuja kitu kingine. Yaani unakuta wewe ni mtu wa kubadilisha maombi. Kwa hiyo katika siku ya leo Mungu anatukumbusha kuwa na consistency, muendelezo wa maombi, muendelezo wa kuendelea kupeleka haja zetu kwa Mungu bila kuwa na kikomo. Na kuna nyakati ambazo unaweza kujihisi kuwa Mungu anachelewa kukujibu. Kwa hiyo usikate tamaa. Kuna wakati wa Mungu unakuja ambapo Mungu wa mbinguni atakujibu maombi yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kwa hiyo katika siku ya leo Mungu
Mungu akubariki, na nenda ukae ukaendelee kuwa mtu wa maombi. Haijalishi hata kama unamuomba unaona wakati ambapo Mungu hajajibu, lakini endelea kumuomba Mungu. Mungu atakujibu sawa sawa na mapenzi yake. Kwa hiyo katika siku ya leo tumefikia mwisho wa kipindi cha leo. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neema hii ambayo umetupa katika siku ya leo kusikia neno lako. Tunakuomba tusaidie tuwe na consistency katika maombi. Tunapoomba Mungu wa mbinguni, tuwe na mwendelezo wa maombi. Zaidi sana mbariki msikilizaji kwa jina la Yesu Kristo. Amen.